Mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni Oktoba 13, siku ya Jumatatu. Ni mwendelezo wa somo la 3 linalosema makumbusho ya neema. Leo tunaenda kuiangazia mada isemayo Mungu aliye hai wa maajabu. Soma Yoshua sura ya 3 aya ya 6 hadi 17. Huku kuvuka Yordani kulikofanyika kwa namna ya muujiza, kunatuambia nini kuhusu tabia ya Mungu tunayemtumikia? Kuvuka mto Yordani kunaelezewa katika Yoshua sura ya 3 aya ya 5 kwa neno la Kiebrania niflaot, miujiza, maajabu. Kwa kawaida hilo linarejea kwa matendo makuu yasiyo ya kawaida ya Mungu, na hilo linaonesha hali ya upekee wake. Zaburi ya 72 ya 18, Zaburi ya 86 aya ya 10. Baadaye Waisraeli walitafakari juu ya matendo haya na matokeo yake, wakamsifu Bwana. Zaburi ya 9 aya ya 1. Na wakamtangaza kati ya mataifa. Zaburi ya 96 aya ya 3. Mapigo kule Misri kutoka sura ya 3 aya 20 na Mika sura ya 7 aya 15. Kuvuka bahari ya Shamu pamoja na uongozi wa Mungu jangwani. Zaburi ya 78 ya 12 hadi 16 yalikumbukwa kama maajabu ya namna hiyo. Waandishi wa Biblia walijua na kushuhudia ukweli kwamba Mungu aliyeuumba ulimwengu kamwe hakuwekewa mipaka na kuzuiwa na uumbaji wake. Hakuna kisichowezekana, yaani cha ajabu sana kiasi cha yeye kutoweza kukikamilisha. Yeremia 32 ya 17. Jina lake na tabia yake ni vya kushangaza. Hesabu 13 ya 18. Naye anazidi uwezo wetu wa kuelewa. Kwa kulinganisha na miungu ya mataifa mengine ambayo haiwezi kuokoa, Zaburi 96 aya ya 5, Isaya 44 aya 8. Mungu wa Biblia ni Mungu aliye hai, atendaye mambo na mwenye uzima, ambaye wafuasi wake wanaweza kumtumaini wakitarajia kuingilia kwake kwa niaba yao. Nabii Zekaria alitumia neno hilo hilo kutoka katika mzizi ule ule wa neno kama lilivyo niflaot. Aliweza kuona maisha yaliyokuwa yakija mbele baada ya uhamisho wa Babeli. Aliona ya kwamba Yerusalemu ilikuwa ijengwe upya kikamilifu, tena wazee wakiketi kwenye mitaa ya jiji na wavulana na wasichana wakicheza pale. Kwa wale wakazi wa jiji walioonekana kutokuamini, ambao bado walikuwa wakionyesha ishara za uangamivu wake, Zekaria alisema, Bwana wa majeshi asema hivi. Ingawa hili ni neno lililogumu mbele ya macho ya mabaki ya watu hawa katika siku hizo, je, liwe neno gumu mbele ya macho yangu? Asema Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi asema hivi, tazama, nitawaokoa watu wangu toka nchi ya mashariki na toka nchi ya magharibi, nami nitawaleta, nao watakaa katikati ya Yerusalemu. Zekaria sura ya 8 aya ya 6 hadi ya 8. Soma Luka mtakatifu sura ya 18 aya 18 hadi 27. Jibu la Yesu kwa wanafunzi wake linakutiaje moyo kumtegemea Mungu hata katika yale yaonekanayo kutowezekana? Mungu atubariki sote na nikutakie wakati mwema.